Karibu katika episode ya 6 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 5, basi hakikisha unagusa pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Tulipokuwa tumekomea ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba John Jay akiwa analejea tena katika lile eneo ambalo watu wasiokuwa na makazi maalum wanalala, baada ya kushtukia kwamba anamwacha mwanamke ambaye anampenda katika mitaa hiyo. Lakini mbaya zaidi, alipokuwa analejea aliweza kushuhudia kuna Mwamba mmoja alikuwa kimmendea sana bidada. Wakati huo Mwamba akajikuta tu ameingilia katikati na kwenda kulala katikati ya bidada. Na kando kidogo katika eneo hilo bana kuna swimming pool. Watu wengi walikuwa wanakwenda kuogelea katika mitaa hiyo. Sasa katika hali ya kuweza kuzoeana na watu, kuna mtu mmoja akawa amemsukumia bidada katika maeneo ya swimming pool. Ikabidi haraka sana Mwamba aweze kumkinga bidada asiweze kudumbukia katika maji yale. Hasa bidada akaanza kushangaa sana ni kwa nini Mwamba anamkia sana na kujali kwamba yeye asiweze kuguswa na maji. Kumbe Mwamba ni kwamba ameweza kukumbuka kumbukumbu zote za zamani na anajua kila kitu kwamba bidada ni samaki mtu, ila bidada bado hajaambiwa. Katika hiki kituo cha watu wasiokuwa na makazi maalum, watu wengi walikuwa kishangaa kuona kwamba Mwamba John Jay alikuwa anahangaika na kila mtu ambaye ameshika maji na kumnyang'anya, lakini pia alikuwa anaondoa maji yote yaliyopo jirani katika maeneo haya. Na ujio wa bidada hapo kageuka kuwa kichefuchefu katika maeneo haya na kuanza kumwambia kwamba kama mtu anakujali namna hiyo, kwa nini asikujali kukutafutia nyumba ya kuweza kuishi bana, usianze kutusumbua hapa. Na maamuzi ya mwisho kutokea kwa hawa watu wasiokuwa na makazi maalum, wakaazimia kwamba bidada anatakiwa kuhama kabisa katika kambi hii, kwani amekuja na masharti mengi tu. Basi bwana, mwisho wa siku bana bidada akaamua kwamba anatakiwa kuondoka katika eneo hili. Lakini kuna mtoto mmoja mdogo alikuwa amezoeana sana na huyu bidada. Basi akawa anamwambia kuwa nitasikitika sana siku ambapo nitakwenda kufanya mashindano yangu pale shuleni pasipokuwa na mtu yeyote atakayeweza kunisindikiza. Bidada Sonchang alijisikia vibaya sana baada ya kuyasikia yale maneno. Mwisho wa siku akawa amekubaliana na huyu mtoto kwamba atakwenda kumwakilisha katika hayo mashindano atakayokwenda kufanyika katika shule dogo anayosoma. Na kumbe katika shule ambayo dogo anasoma, basi yule mtoto wa bidada Miniyang, yule bidada ambaye alikuwa anataka kuingizwa mkenge siku za hivi karibuni, naye alikuwa anasoma katika shule hiyo hiyo. Alipoweza tu kumwona huyu mtoto amekaa mpweke hivi, basi akahisi kwamba huyu mtoto labda hana wazazi. Akawa amemuita na kumwambia kuwa una shida gani wewe mtoto? Wakati huo huo bidada Sonchang yule samaki mtu akawa amejitokeza na kusema kwamba mimi hapa mzazi wake. Lakini ajabu ni kwamba Mwamba John Jay naye alikuwa ametimba katika mitaa hiyo, kitu ambacho kikawa ni surprise kubwa sana kwa huyu Miniyang, kwamba huyu mtoto ina maana wazazi wake na ndugu zake ndio hawa watu ambao ni matajiri wakubwa sana Korea. Haka toto kakafanya vizuri sana katika mashindano na Mwamba akawa anampiga picha huyu mtoto. Baadaye huyu mtoto naye akasema kwamba naomba na nyinyi niwapige picha mkiwa mko wawili, kitu ambacho kikamfurahisha sana bidada Sonchang huyu samaki mtu, kwani anapenda sana kupiga picha na Mwamba, ila amekosaga nafasi hiyo. Bidada Sonchang alikubali kurudi katika ile nyumba ya Mwamba John Jay, lakini kwa sharti moja tu. Alimwambia jamaa aseme kwamba hatokubali tena kuanza kufanya vitendo vyake vya utapeli ili aweze kuishi ndani hapa. Mwamba akawa amekubali na akawa amemtoa bidada nje kwa wakati huu. Mwamba kuanzia sasa shughuli za kutapeli ameamua kuziacha kabisa. Na wakati huo bana alikuwa anamtazama bidada akamwambia kwamba naomba nikuchukulie kizawadi kidogo. Akawa ametimba dukani na kununua kimdori fulani hivi akawa anampelekea bidada. Ghafla kuna mtu akawa amemshika bega. Ili kugeuza tu nyuma macho yake akagundua kwamba ni yule afande aliyekuwa anamfuatilia muda mwingi sana akitamani kumkamata kwa lengo la kuweza kumhukumu kwa makosa yake ya utapeli. Kitu hili mhuzunisha sana jamaa. Hasa bidada amebakizwa peke yake. Alafu Mwamba hata kumwambia bidada kwamba bana nimekamatwa, ila bidada akaendelea kusubiri pale huko akimpigia Mwamba simu, lakini hakuruhusiwa kabisa kuweza kupokea simu kwani alikuwa amefungwa pingu. Akawa anamuomba afande kwamba naomba nipokee simu niwajulishe ndugu zangu kwamba wapi ambapo naelekea, lakini afande akasema kuwa siwezi nikakuruhusu upokee simu hata kidogo. Alafu akaanza kumfokea huyu msaidizi wake na kusema kwamba unajua nashangaa sana mlikuwa mnashindwaje kumkamata kiumbe dhaifu kama huyu, yani mtu laini kabisa kama huyu eti alikuwa anatusumbua kuweza kumkamata, mbona ni rahisi sana huyu mtu. Mwamba kusikia hivyo bana akapata hasira sana, akajikuta tu anamvaa polisi huyo na kuanza kumwambia kwamba mimi sio rahisi, ila ni kwamba nimeacha tu hizo shughuli zangu za utapeli, ila kama ningeamua kurudi kwenye fomu yangu msingeniweza kabisa ujue. Huyu polisi hani alisikitika sana na mwisho wa siku akawa amempatia jamaa simu na kumwambia kuwa haya ongea na huyo mtu wako. Basi Mwamba ikabidi kuongea na bidada kwa kumwambia kwamba nimepata dharura na kuomba urudi nyumbani. Ila jambo la kushangaza ni kwamba bidada wakati anataka kurudi nyumbani, kando yake akaweza kuishuhudia taxi moja kwa moja akawa amepanda, ila kumbe katika taxi alikuwa anaiendesha hii taxi alikuwa ni Mwamba Daejeon yule ambaye anamtafutaga sana Mwamba kuweza kumuua. Hasa jamaa pasipo hata kujua kwamba bidada iko katika hatari akawa ameweza kukata simu, ila huyu afande akataka kumpigia simu bidada ili kumwambia kwamba jamaa tunamshikilia huko kituo cha polisi kwa ni vyema ukaja huku. Kitu cha kushangaza ni kwamba huyu mtu akawa hapatikaniki na jamaa akashtuka sana kwa kwamba bidada hapatikaniki ndani ya sekunde mbili tu, lazima kutoka kuna shida. Ikabidi kumsihi jamaa na kumwambia kwamba naomba unifungue pingu kisha tuelekee katika mnara fulani. Na wakati huo taarifa ya dharura ikawa imetolewa kwa polisi wote ambao wako katika barabara kwamba huenda kuna mtu ambaye ameweza kutekwa wa kike. Ikabidi basi polisi kuanza uchunguzi wao na Mwamba aliweza kushtukia kitu kama hicho kwa sababu bidada alikuwa amempiga sindano fulani kama ya sumu hivi. Lakini jamaa huyu kwa sababu naye ni kibaka na ni mzoefu sana wa tukio fulani hivi, moja kwa moja akawa anawaambia polisi kwamba lazima Dojong huyu jamaa atakuwa amekatisha katika
katika njia fulani hivi ya dharura, naomba tukapite katika njia hiyo. Basi moja kwa moja afande huyu akawa ametoa maelekezo hayo. Kiufupi ni kwamba afande Hang anajua kabisa jamaa ni mhalifu wa muda mrefu sana, na huyu jamaa amefanya matukio mengi sana ambayo hata mwenyewe anashindwa hata kupata ushahidi. Tayari bidada amefikishwa eneo la tukio na Mwamba Daejong anasema kwamba nina maswali mawili tu. Nilikuwa nimeota ndoto kwamba wewe ni samaki lakini pia ni mtu. Nataka kuhakikisha je, ni kweli una uwezo huo au la? Lakini miongoni mwa maaskari ambao walikuwepo katika maeneo haya wakasema kwamba ile barabara inaweza kaelekea katika jengo fulani iliyoweza kutelekezwa, jengo fulani bila hospitali ya zamani sana. Ni vyema tungetembelea katika maeneo hayo. Hasa huku Mwamba kwa sababu bidada hakuweza kumjibu ile maswali aliyokuwa akimuuliza, moja kwa moja akataka kumbeba bidada lengo aweze kumtupia katika maji ili aweze kugundua je, bidada anabadilika kuwa samaki au la. Lakini bidada akamwambia kwamba ukiweza kumshika nguvu anaweza kukufuta kumbukumbu zako zote. Mwamba ndio akaanza kushtuka, labda huenda kweli bidada ni samaki mtu kama ambavyo nilikuwa nimeweza kuota ndoto. Ikabidi kuanza kutaka kumshika hivi, jamaa akaanza kuogopa anarudi nyuma. Na ni kweli kabisa, katika jengo hilo la hospitali iliweza kutelekezwa, Mwamba Junjae akawa ametimba katika eneo hili na kwenda kumkumbatia bidada. Hapa ndio Mwamba akawa ameweza kukimbia, lakini alianza kusadiki kwamba bidada huenda kweli ni samaki mtu. Na baadaye Mwamba Junjae akawa amemkumbatia bidada huku taratibu akimpeleka nyumbani na kwenda kumfunika na shuka. Kisha moja kwa moja akaenda kuzungumza na maafande kwa kusema kwamba Mwamba huyu amekuwa akifanya matukio haya kwa kujifanya kuwa yeye ni afande na mara kadhaa amekuja hapa nyumbani. Lakini pia akaonesha message ambazo Mwamba Daejong alikuwa akimtumia kwa kujifanya kwamba yeye ni secretary wa baba yake, na kisha moja kwa moja ataka kwenda kumwangamiza, ila Mwamba akafanikiwa kuweza kujikomboa. Na Mwamba akaishia tu kuwashauri polisi kwamba naomba muhangaikie kesi kwanza ya huyu muuaji Daejong, alafu kesi yangu mimi utapeli na mambo kama hayo utakwenda kuihangaikia baadaye, na waomba tu. Basi Mwamba akawa amemuelewa bana, kwa sababu ametoa ushirikiano mkubwa sana. Mama wa kambo wa Mwamba Junjae basi siku ya leo alikuwa akimwandalia mzee wake dawa. Nakumbuka kwamba katika hizo dawa ni kama anatiaga vitu fulani vinavyosababisha mzee baadhi ya viungo vyake vianze kufeli. Na kwa bahati mbaya hii issue mtoto wake aliweza kushtukia kwamba mamake huwa ana mtindo wa kubadilisha vidonge vya babake. Moja kwa moja akawa amevitoa vile vidonge, lakini hii kitu inamuumiza kwa sababu yule ni babake mzazi. Ni kwa nini mamake anamfanyia matukio kama hayo? Upande wa pili bidada Sunchang siku ya leo alipendeza kweli kweli, kwani ilikuwa ni siku ya sikukuu ya Krismasi. Basi walikuwa wakisherehekea na kula vizuri sana hapa ndani. Walikuwa na furahi na kucheka kila wakati. Lakini katikati ya sherehe hii bidada Si alikuwepo mitaa hiyo hiyo, na Mwamba pia alikuwa akimuelekeza baadhi ya mambo, kitu ambacho kilikuwa kinamtia sana bidada wivu huyu samaki mtu. Wakati fulani hivyo wakakutana katika maeneo ya mabafu. Basi bidada akaanza kumwambia huyu Si kwamba mimi pamoja na Mwamba Junjae kwa sasa ni wapenzi na tuna upenzi ambao mwisho wa siku tutaishia katika ndoa rafiki yangu. Lakini bidada Si akasema kwamba hayo ni maneno ya kawaida sana kinywani kwa Junjae. Huwa anawaambia kila wanamke maneno hayo. Hata mimi amewahi kuniambia na wewe sio wa kwanza kuambiwa. Kwa ni kitu cha kawaida tu kwake. Lakini bidada Si hii kitu ilikuwa imemuumiza sana, kwani alipoweza kutoka katika maeneo yale alienda kunywa sana pombe. Lakini huku kuna Mwamba mmoja anafahamika kama Taeho, rafiki wa karibu sana na Mwamba Junjae. Na Mwamba akawa anamuuliza bidada Si, kwa nini unakunywa sana na kulewa kiasi hicho? Bidada akachukua picha yake na kumpatia Mwamba kwamba hii ni zawadi yako, hebu chukua kwanza hiyo, alafu niangalie vizuri, hivi mimi sio mzuri kiasi hicho cha kuweza kumvutia huyu jamaa? Kisha bidada akaanza kulia sana, kitu ambacho kikasababisha jamaa kuweza kuketi tu kando kumsikilizia bidada. Akishamaliza mpeleke nyumbani. Baadaye Mwamba Taeho akiwa amerudi nyumbani bana, nyakati za usiku kidogo, bidada akawa amemfuata na kumwambia kwamba naomba unifundishe namna ya kutumia internet. Lakini hichi kitu Mwamba Junjae alikuwa ameweza kukiona, akapata wivu kweli kweli na kuanza kusema kwamba Sunchan, mimi ndio natakiwa nikufundishe wewe kompyuta. Tukitoka hapo tunaelekea katika hospitali. Bado baba yake na Mwamba Junjae anaendelea kushinda hospitali kufuatilia matibabu yake kwa sababu hali yake kila siku inazidi kuwa mbaya. Lakini siku ya leo katika jambo la kustajabisha akaweza kumuona mke wake katika maeneo haya hospitalini. Lakini kutokana na kwamba siku zinavyozidi kwenda anapoteza uwezo wake wa kuweza kuona, basi akajikuta ameshindwa kumtambua mke wake vizuri. Lakini ni kwamba mke wake anakujaga hapa na kuja kuchukua madawa feki ya kuhakikisha kwamba anamwangamiza Mwamba taratibu. Hasa Mwamba Junjae kesho yake akiwa anatazama simu yake akagundua kwamba bidada Siang alikuwa amempigia simu mara nyingi sana, na mwisho wa siku akawa ametuma ujumbe akiwa anamwambia Mwamba kwamba nimechoka kumlinda baba yako kila wakati, nimekuwa mlinzi wake kila siku. Kuanzia sasa hivi hakikisha unachukua uangalifu mkubwa sana juu ya baba yako, kwa sababu baba yako anaandamwa na maadui wa karibu zaidi katika familia yake, na kitu ambacho kinaweza kapelekea akaje kupoteza maisha. Hakikisha unafanya jambo hilo. Mwamba hakuelewa hasa bidada alikuwa na maana gani, lakini hii inatuashiria kwamba bidada Sihi anajua siri nzima kwamba mzee wake na Mwamba alikuwa na windwa, na wakati mwingi alikuwa anafanya siri kuweza kumlinda mzee wake. Na Mwamba mwisho siku akawa ametoka chumbani kwake moja kwa moja akaelekea kwa chumba cha bidada Sunchang, akaenda kumkisi na kumwambia kwamba najua utakuwa unaogopa nyakati hizi za usiku, lakini nimekuja kukufariji tu. Hasa bidada Sunchang anayakumbuka yale maneno alikuwa ameambiwa na Sihi kwamba ni kitu cha kawaida sana Mwamba kusema kuwa anampenda mtu yoyote, hata mimi amewahi kuniambia. Ikabidi kuweza kumuuliza jamaa, hivi kati yangu na bidada Sihi nani ambaye unampenda? Jamaa kuweza kujibu swali hilo akawa amemkumbatia bidada na kuweza kulala mpaka asubuhi. Lakini katikati nyakati za usiku bidada akawa ametoka nje na kuanza kushangilia sana upendo wake kwa huyu Mwamba. Yaani anafurahi kweli kweli, hakutegemea kabisa kwamba jamaa siku moja angekuwa wake. Tukirudi nyumbani kwa babake Mwamba Junjae, siku ya leo alikuwa amekaa mama yake pamoja na mwanasheria, walikuwa kijadili jambo fulani, na mama yake akimwambia mwanasheria kwamba kama huyu mzee atakuja kufa naomba Junjae asije kalisi hata peni katika nyumba
nyumba hii. Na kama ukichezesha mambo kiasi hicho unamwomba kweli asipofanikiwa kulisi kitu chochote kile, basi na kuahidi kwamba nitakukabidhi ofisi katika nyumba hii na utakuwa unalipwa mara 3 kuliko hapo unapolipwa sasa hivi. Na mwanasheria alipokuwa ameahidiwa mambo mazuri, kesho yake mapema na alfajiri akawa amekuja hapa kwa baba yake na mwamba John J, na kisha akawa anamsainisha baadhi ya mikataba pasipo yeye hata kuweza kujua, kwa sababu mzee ni mgonjwa, anasaini tu kila kitu tu. Aisee, balaa bado ni zito na watu kila wakati wanazidi kupitia majanga bini majanga tu. Tukutane katika episode ya 7 ya tamthilia yetu nzuri. Unachopaswa kufanya ni kugusa alama ya kulike kila wakati, na pindi unapofikisha like 100 tu basi episode ya mbele yake inakuwa imeweza kutoka. Lakini kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema sana ili usiweze kukosa kazi zetu.